Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi almustafa wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka rehma na amani zimwendee zimfikie mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, inshallah tupo katika mwendelezo wa darasa zetu. Na siku ya leo tutasoma ubeti katika beti za Jaljalut. Kuna dua inaitwa Jaljalut, kwa hiyo katika beti zake tutachambua moja moja. Kwa leo tutasoma ubeti mmoja katika beti za Jaljalut. Beti hiyo inasema: wabil muluk malikni alquluba biasriha, wabil muluk malikni alquluba biasriha, wabir rusul arsilli mulukan tawadhu'at. Wabil muluk malikni alquluba biasriha, wabir rusul arsilli mulukan tawadhu'at. Wabil muluk malikni alquluba biasriha, wabir rusuli arsilli mulukan tawadhu'at. Hii ni beti katika beti za Jaljalut, dua kubwa kabisa ya Jaljalut. Sasa faida yake, hii beti ina faida nyingi, lakini tuliyoikusudia kuisoma kwa siku ya leo ni katika faida ya kuita viumbe wa Mwenyezi Mungu. Katika faida ya kuita viumbe wa Mwenyezi Mungu, unapotaka kumuita kiumbe wa Mwenyezi Mungu ili akusaidie katika jambo fulani, unapotaka kumuita kiumbe wa Mwenyezi Mungu ili akusaidie katika jambo fulani, basi utasoma hiyo beti mara 1000 usiku. Utasoma mara 1000 usiku. Utaamka usiku, utachukua udhu vizuri, utasoma mara 1000. Lakini kila ikifika mara 100 unatia manuizo. Unataka kiumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa unaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa hudamu wa beti hii au kwa hudamu wa majina haya, nahitajia hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unasema kile ambacho unakihitajia ili aweze kukusaidia katika majambo yake, aweze kukusaidia katika majambo ambayo unayahitajia. Kwa hiyo unaisoma hii beti mara 1000, lakini utaisoma usiku. Wakati unaisoma, basi utatia manuizo yako yale ambayo unayahitajia, kwamba nahitaji hudamu huyu wa beti hii anifanyie kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utapata wepesi katika jambo lako. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utapata wepesi katika hilo jambo lako, inshallah. Kwa hiyo hii ni katika kumuita qadim, yani msaidizi, ili aweze kukusaidia jambo lako ambalo unahitajia kusaidiwa. Ni kwa sababu ni wasila, yani kwamba wasila ni ile hali ya kumpata msaada kutoka kwa kitu fulani. Kwa hiyo hapa unapata msaada kupitia yeye, kwamba yeye ndiye atakayekuwa anakusaidia katika majambo yako. Lakini tunafahamu msaada unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini huyu inakuwa kama ni wasila kwako. Kwa hiyo ukifanya hivyo, inshallah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, Allah atakujalia, atakuletea hicho kiumbe kitakachokuwa kinakusaidia katika majambo yako. Jambo lako lolote lile unaliona kwamba unahitaji utapata msaada, basi fanya hivi, inshallah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utapata msaada.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.